Jeshi la ulinzi la Israel IDF limedai kuwa Iran imerusha zaidi ya drones 100 kuelekea Israel baada ya kushambuliwa na Israel alfajiri ya Ijumaa hii. Jeshi la anga la Israel IAF limekuwa likijitahidi kuzizuia drones hizo ambazo kwa kawaida huchukua hadi saa 7 kufikia Israel kutoka Iran. Baadhi ya drones zilibainika kuwa ziko angani juu ya Iraq, jambo linaloashiria kuwa zinaweza kufika Israel ndani ya saa chache zijazo ikiwa hazitozuiliwa mapema. Mvutano kati ya Israel na Iran umefikia kiwango cha hatari zaidi Ijumaa hii baada ya Israel kufanya mashambulizi alfajiri hii dhidi ya Tehran na miji mingine ya Iran, ambapo maafisa waandamizi wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran wameuawa. IDF imethibitisha kuwa waliouawa katika mashambulizi hayo ni pamoja na viongozi wa juu wa jeshi la Iran, Mohammad Bagheri, mkuu wa majeshi, Hossein Salami, kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, pamoja na Ghulam al-Rashid ambaye ni mkuu wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya. Maafisa wa Israel pia wanaamini kuwa viongozi wengine waandamizi wa Iran huenda wameuawa pia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amelaani mashambulizi hayo kupitia hotuba ya televisheni kwa taifa, akiyataja kuwa ni uhalifu mchungu na wa maumivu makali. Ameonya kuwa Israel itakabiliwa na majibu mazito na ya maangamizi. Mkono wenye nguvu wa vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu hautaiacha Israel, amesema Khamenei. Naye Brigedia Jenerali Abdul Fazli Shekarchi, ambaye ni msemaji wa jeshi la Iran, amethibitisha kuwa mashambulizi ya Israel yalilenga maeneo ya kijeshi na pia majengo ya makazi katika Tehran na miji mingine. Alishutumu Marekani kwa kusaidia mashambulizi hayo na akaahidi kuwa Iran itatoa jibu zito. Picha na video kutoka maeneo ya tukio mjini Tehran zimeonyesha majengo mengi ya makazi yakiwa yameharibiwa vibaya, huku mashuhuda na waandishi wa televisheni ya taifa wakithibitisha vifo vya raia, wakiwemo wanawake na watoto. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limethibitisha kuwa kituo kikuu cha kurutubisha uranium cha Natanz kimepigwa, lakini halikuripoti ongezeko la viwango vya mionzi. IAEA pia imethibitisha kuwa kiwanda cha nyuklia cha Bushehr hakikulengwa, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za Iran. Nao